Kwa mara nyingine tena live na G hapa, sehemu ambayo napenda kwa sababu mimi mwenyewe huwa najifunza. Yaani nimezungumza na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani, nimeongea na watu kutoka bara la Ulaya, nimeongea na watu kutoka mpaka Marekani ya kaskazini kwa maana ya Canada na USA yenyewe, nimeongea na watu Marekani ya katikati pale na maanisha watu wa Caribbean pale, nimeongea mpaka na watu wa Marekani ya kusini, yani nimeongea na watu wengi sana, na kila mtu ambaye huwa anazungumza naye hapa, awe wa ndani na nje ya bara hili na taifa kiujumla, huwa ananifundisha kitu na mimi najifunza pamoja na wewe. Sasa episode iliyopita nilifanya hapa session na DJ Smart, na DJ Smart tulijadili mgogoro wa West Asia, eneo ambalo wengi tunalifahamu kama Middle East ama Mashariki ya Kati. Nilikwambia kwamba ili eneo linaitwa Asia Magharibi kwa sababu Middle East ama Mashariki ya Kati ni jina la kikoloni ambalo lililetwa kwa maana ya ni mtazamo kutoka UK ambayo ilikuwa ni kingdom ya maeneo yote hayo, India na sehemu nyingine. So wakiwa wanataka kwenda mashariki ya mbali kule Indonesia, wanapaona kama ni mashariki ya mbali sana. Kwa hiyo wakapaita Far East, lakini pale katikati Uarabuni ndo wanapaita Mashariki ya Kati, lakini jina halisi la kijiografia la lile eneo ni West Asia, ambalo lina mgogoro kati ya jamii mbili, na hili eneo ni sensitive kwa sababu limekuwa limeshikilia historia ya dini kubwa duniani. Wiki hii nazungumzia issue ya secret society, kwa maana ya kuangalia historia ya hizi jamii za siri ambazo watu wengi wanazichukuliaga kama ni jambo fulani zito ama jambo fulani hivi yani so special. Unasikia ma Illuminati, ma Freemason, na wengi wametumia hizi topic kuzungumza mengi. Sasa napenda kuzungumza na watu tofauti wenye uelewa tofauti, kwa sababu ile session ya DJ Smart imezaa hii session ambayo naifanya hapa na brother anaitwa Kidau Joseph Kiula. Huyu ni ni head of researcher ama ni head of research wa hiki kinachoitwa Sub-Saharan Israelites. Yani au jamaa anaamini kuna wana wa Israeli ambao wapo kusini mwa jangwa la Sahara. Nadhani hata katika events zote mnaonaga nikivaa hii alama ipo. Hii alama ipo. Ina maana kubwa sana kwenye maisha yangu, maana mimi ni mtu wa Biblia. So nataka nizungumze naye hapa. Bwana, nafurahi finally tumeonana. Nafurahi zaidi ndugu yangu, nafurahi sana. Karibu sana Madini.com bro. Nashukuru sana na hongereni sana Madini.com. Nafanya kazi kubwa sana. Wow, tumezipokea. Shukran sana brother. Nazungumza na wewe ukiwa eneo gani, na tukufahamu background yako kabla hatujaingia kwenye Madam Tambuka. Sawa kaka. Mimi kwa majina naitwa Kidau Joseph Kiula. Kwa sasa hivi napatikana Kigamboni, ndo nyumbani kwangu kabisa, Dar es Salaam. Na kama researchers sisi tunaitwa Sub-Saharan Israelites, na mimi ni mkuu wa kitengo cha research kwa hao Sub-Saharan Israelites ambao tumefanya utafiti wa kimaandiko na kisayansi na kihistoria ambao hauna mpinzani mpaka sasa hivi, kwamba haya makabila yote ambayo yako kusini mwa jangwa la Sahara ndio wana wa Israeli wa kwenye maandiko, yani watoto wa Yakobo kabisa. Sasa tuna majina ya kila kabila tumeliunganisha kwa baba yake kutoka wale wana 12 wa Israeli. Sasa utaniongoza tu kulipitia maswali, lakini mimi na taarifa zote, nondo zote, nasubiri tu uulize mimi nitiririke kaka. Okay, nashukuru sana kwamba mmefanya research, na uliniambia kuna wenzako ambao wako nje ya nchi, kuna ambao wapo hapa ndani ya nchi. Nataka kujua kwa nini mlikuwa interested na idea ya hawa wana wa Israel specific? Okay, kwa sababu Waafrika karibia wote wametoka kwenye dhulma ya ukoloni, na ndugu zetu walioko Marekani wametoka kwenye dhulma ya kuingia kwenye utumwa, biashara ya utumwa. Kwa hiyo wengi walioko Marekani hawajijui, yani wana kiu ndani ya nafsi zao, wanataka wajue kwamba wao walitoka kwa nani, baba zao ni akina nani, kwa sababu historia yao wao inaanza tu kwamba ni watumwa Marekani. Na ndio wenzetu walioko Marekani hao. Lakini pia walioko Afrika wengi wanasikia maandiko, Biblia kila siku wanasoma, ni waumini wakubwa, hakuna kizazi chenye waumini wazuri kama wa Afrika. Lakini wakisoma Biblia wanaambiwa wao ni watoto wa Kanaani au watoto wa Hamu. Kidogo inawafanya wanyong'onyee. Sasa sisi kama watafiti tunajua kwamba mtu kujua ukweli inamsaidia kwanza kushika imani yake vizuri. Kwa sababu ingekuwa hawa ndio wana wa Hamu au wana wa Kanaani, wasingempenda Mungu kama wanavyompenda.
au Afrika ndo wanaongoza kwenye ibada makanisani, misikitini. Ukisoma kwenye maandiko, wana wa Kanaani walikuwa hawana shida na Mungu kabisa. Sasa inatokea hivyo kwa sababu wao ndani ya roho zao ni watoto wa Mungu, wao ndo wale watoto wa Yakobo. Wana agano ndani yao. Biblia ni agano, agano jipya na agano la kale. Kwa hiyo ile kiu inabubujika. Kwa hiyo sisi wenyewe, maana ni watoto wa Yakobo, ikawa ile kiu inatusukuma kuchunguza hilo jambo, lakini na pressure ya wenzetu walioko Marekani, wale wa Marekani weusi ambao ni wenzetu, na pamoja na ndani ya bara, ndio ikatufanya tupelekee kuchunguza hayo maandiko, kaka yangu. Okay, wow. So, naomba tuanzie hapa. Nimefurahi kwamba naongea na mtu ambaye amefanya utafiti mkubwa sana. So, kwa haraka haraka tunaanzia kwa Adamu. Adamu akawa na watoto wake watatu, wawili tunafahamu story yao, lakini kitinda mimba ndio Seti, ambaye Seti anakuja, uzao wake anakuja kupatikana Nuhu. Nuhu na watoto wake na nini kinakuja kupatikana chini yake kizazi cha Abraham. Abraham yuko anaishi ndani ya Iraq, ambao wakati huo ndio Ur ya Kaldayo. Anaondoka, anasikia kuna sauti inamwambia aelekee Kaanani. Kaanani anapoambiwa aelekee ni sehemu ambapo kuna watu ambao inasemekana ni wale kizazi cha yule jamaa ambaye mjukuu aliyemuonaga Nuhu akiwa amekunywa dompo. Akawa ameacha nguo. Sasa kutoka kwa Adam mpaka tukaja kwa Nuhu, tukaja kwa Abraham. Abraham ndo anakuja kuzaa mtoto wake mmoja ni Ismaili, anaelekea zake jangwani. Huyu mmoja ndo Isaac ambaye anatuzalia hawa wawili ambayo ni Esau pamoja na Yakobo. Sasa Yakobo ndio huyu ambaye alienda, sijui wakati akirudi akaambiwa alizitifua na malaika ndo akabadilishiwa jina, ndo Israel. Sasa huyu ndo mwenye watoto 12, right? Ndio. Sasa tunavyokuwa sisi tunajiita ni mmoja ya wale tu watoto 12. Nini kingine kuhusiana na vile vizazi vya watu wengine ambao nimewaacha huko nyuma wengi sana? Hilo ni moja ya swali najiuliza sana. Sawa, kwanza nimependa swali lako, na tukianzia hapo. Sasa huyo Yakobo ndo baba yetu sisi wa Afrika ambao tunaitwa Wabantu, na kuna wengine wanaitwa Nilotic kama Wamasai, lakini kwa ujumla ni wale watu ambao wana ngozi kama unaiona, ni ngozi ya brown mpaka nyeusi na nywele kama hizo zako ambazo ni inaitwa nywele za kondoo. Sasa Mungu mwenyewe alifanya machaguo, akachagua hao wana Israeli ambao ni baba yetu Yakobo, ambao ndo baadaye akampa agano. Sasa hatima yao wengine ndefu kidogo, na nikisema kwa kifupi tu ni kwamba wewe hapo kwa East Africa TV, kwa sababu pia una mkataba, tukiuliza hatima ya watu wengine ambao hawajajiriwa na East Africa TV, kwa nini hawapo kwenye nafasi ulionayo? Sasa hiyo itakuwa ni hoja ambayo anaweza kujibu Mungu mwenyewe, kwa nini aliwachagua hao watu. Lakini mimi niseme tu kwamba nimeelewa msingi wa hoja yako, na msingi wa swali langu ndio huo kwamba inakuwaje kwamba hawa ndio wanamata tu. What if sisi wa Afrika tulikuwepo kwa hao watoto wengine na sio hao wa Yakobo? Labda wa 12 sipo kati yetu. Okay, iko hivi, wale wengine wote hawakuwa katika wale watoto wa Yakobo. Iko hivi, yani mtoto kaka, wewe hapo mtoto wako utakayomzaa atafanana na wewe tu, atakuwa na ngozi kama yako na nywele kama zako. Yani hata ufanyaje, kama Yakobo kipindi cha Biblia alikuwa ni mweusi na nywele za kondoo kama Biblia inavyosema kwenye maandiko ambayo ni Maombolezo 4:8 na Maombolezo 5:10, kwamba rangi zao ni nyeusi na nywele zao ni kama hizo za sufu, basi hawezi wakazaa watoto mwenye rangi nyingine au wenye nywele nyingine. Hiyo ni swala tu la basic genetics. Kwa hiyo wale wengine si watoto wa Yakobo, wanaweza kuwa mfano wazungu ni watoto wa Esau. Walizaliwa wekundu, inaonekana ngozi yao inaandikwa mwekundu na manywele. Huo wekundu ni kwa sababu wazungu rangi yao ni kama tu tukisema sisi kwetu akitokea albino, akipigwa na jua kidogo anaonekana mwekundu, maana ya melanin inakuwa kidogo. Kwa hiyo Esau ndo mzungu wa kwanza kuzaliwa kibiblia. Wow. Waarabu tunajua, kila mmoja anajua Waarabu ni Ishmaeli, hata DJ Ismail Fry alielezea vizuri. Waarabu na watoto wa Ishmaeli kila mmoja anajua. Wachina ni watoto wa Lutu. Lutu alivyoenda Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora baadaye iliunguzwa na moto, akakimbia yeye na binti zake. Sasa binti zake wakamnyosha pombe, wakalala naye, wakatoka watoto ambao ni ugonjwa kawaida kizaa. Sorry bro, na kuingilia hapo. Hivi hiyo story ya Lutu unataka kusema kweli watoto wake walimnyosha pombe au mzee naye? Yaani ulinyoshaje pombe mwanaume ukafunction? Sasa tunatumia tafsiri ya kibiblia. Tafsiri ya Biblia ni kwamba watoto wake walimnywesha pombe. Kwa hiyo walimnywesha pombe wakalala naye.
wakalala naye wakazaliwa watoto. Ndio maana mpaka leo sisi haturuhusiwi kuzaa na watoto. Yaani wewe zaa na mtoto uliomzaa au na ndugu yako, lazima utafute mtu wa mbali kidogo. Watoto utakao wazao kwa kuzana ndani ya jamii yako au ndugu zako wanapata kilema. Ndio akazaliwa watoto wenye macho kama hivi, inaitwa Mongolism, ambao ndio wa China na wa Japani. Hao ndio kizazi cha kina Nuhu, ni watoto wa Lutu. Sasa tukirudi kwetu sisi ambao ni watoto wa agano, sisi ambao ni Wabantu, watoto wa agano. Torati ikweli na condition mbili. Mungu ameingia agano na sisi kupitia baba yetu Yakobo, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mpaka Mungu akajibalisha jina, akasema yeye jina lake sasa ni kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yaani ikawa kuanzia kipindi hicho kumuita Mungu haitoshi, mpaka umalizie kwamba ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwamba kashafanya machaguzi na kashafunga agano. Sasa sisi tulikuwa ni jukumu letu kuishi kulingana hilo agano. Tukifata hilo agano tunakuwa ndo vichwa wa dunia. Tukiasili agano tunakuja kuwa watumwa wa dunia, tunatawaliwa na dunia, tunakuwa ndo colonialists. Watu mataifa yote hayo mengine yanatufanya tunakuwa colonized na wao, tunakuwa tunaingia kwenye slavery na yao, ambao ndio imetokea kwenye Arab slave trade, transatlantic slave trade, na bado hata kwenye nchi zetu wenyewe tutakandamizwa. Maskini sisi tutakuwa ndo kizazi maskini tukiasili Torati. Na hiyo imeandikwa kwenye kumbukumbu la Torati 28. Kuanzia 15 kushuka chini unaona zile laana zote ambazo zimetufuata sisi Wabantu na Waafrika baada ya kuliasi Torati. Lakini siku za mwisho Mungu akasema atakumbuka watoto wake, kwa sababu Mungu pia licha ya kwamba ni mwenye haki lakini pia ni mwenye huruma. Kupitia huruma yake sasa atawarudishia utambulisho wao, kwamba nyie ndo wale watoto wa manabii. Nyie sio watoto wa Hamu kama mlivyodanganywa, kwa sababu nyie ni watoto wa Yakobo. Nyie sio watoto mnamchungulia, sio kwamba nyie mna laana kumchungulia baba yenu, hapana. Nyie mna laana ya kuvunja Torati la Wanaisraeli. Sasa hapo ndio sisi tunakuja kama Sub-Sahara Israelites. Tunakuuliza, mfano wewe kaka yangu hapo madini.com, nikikuuliza tu haraka haraka, wewe ni kabila gani? Masai. Tena wewe kama Masai, wewe ni Mlawi. Yaani katika Musa mwenyewe ukisoma tena ili tena uangalie kabila lako limeandikwa wazi kabisa. Ukisoma Mambo ya Nyakati ya kwanza ile 9:12, unamuona baba yenu Masai kaandikwa pale. Nyakati 1:9-12. Lakini kwa nini baba yenu Masai ni moja wa makuhani ambao aliitwa hivyo Maasai, ameandikwa hivyo Maasai. Fungua Biblia kama unayo hapo, Nyakati wa kwanza 9:12. Okay. Kwa hiyo mfano kama wewe ni nyinyi Walawi. Unaona Sisi tunajuaje hivyo? Maandiko yameandika wazi. Kilichokuwa kinatokea ni kwamba watu wakienda makanisani hawaambiwi, na watu hawana desturi ya kujisomea maandiko. Sisi hatuna kitu, yani hatujafanya hata kazi kubwa. Sisi tumechukua tu maandiko, tunakuonyesha. Mfano kama wewe Masai, tunakuonyesha, na ukisoma hapo utaiona. Utajiuliza sasa, kwa nini miaka yote ukuiona? Ni kwa sababu Mungu alisema hizi laana zikiwashika hamtajitambua, mtajisahau, mtasubiri mtafsiriwe maandiko na viongozi wa dini, mtasubiri mtafsiriwe mambo na watu ambao wamekuwa kama walinzi tu, lakini lengo lao wao ni neocolonialism. Lakini mkijisomea sasa wenyewe hayo maandiko, mnajua kabisa nyinyi ni watoto wa Israeli. Sasa makabila yote naweza nikakutajia yote kwa evidence ni anatoka wapi. Tukianza na mtoto wa kwanza wa Yakobo. Mtoto wa kwanza wa Yakobo alikuwa anaitwa Rubeni. Huyu ndo Wasukuma unaowaona sasa hivi. Unaweza kuuliza, imekuaje? Rubeni mtoto wake wa kwanza aliitwa mtoto wa kwanza wa Yakobo aliitwa Rubeni. Alikuwa na kilema kimoja. Alilala na kijakazi wa baba yake. Alikuwa na uzembe sana kwenye masuala ya mahusiano ya kingono haya. Na hiyo mila sasa hivi Wasukuma wanayo, inaitwa chabulaga. Ni kukosa maadili kwenye masuala ya kindoa, ambao Wabantu wengine wote hawana hiyo mila. Wabantu wengine wote ndoa ni kitu kitakatifu sana. Huwezi ukaenda tu kumchukua mwanamke mtaani ukawa nini, lazima upeleke mahari, upeleke wazazi wakujue. Sasa ile ni moja ya ishara ya wao ni Rubeni. Lakini sio hiyo tu, sehemu wanaoishi wenyewe kunaitwa Mwanza. Ile sio Mwanza kama watu wanavyodhani, inaitwa Mwanza. Ni ishara ile kwenye jina kwamba wao ndio watoto wa kwanza.
ndio mwanzo wa uzao wa Yakobo. Ukisoma Mwanzo 49 ambayo ndio msingi wa kujua haya makabila yote, unamkuta Yakobo alivyoita watoto wake wote 12 pale. Kabla ya kufa alikuwa anawaambia maneno kama, ujue baba akiwa anakaribia kufa akiwaita watoto, akiwa anaongea yale maneno ya msingi sana. Akamwambia Rubeni, wewe ni mwanza wangu, wewe ni mtoto wangu wa kwanza, lakini kwa sababu ulifanya hii dhambi hii ya chagulaga, basi nakuondolea urithi wa mtoto wa kwanza. Kwa hiyo licha ya kwamba Wasukuma sio kwamba ni laana, maana Mungu ni mwenye rehema, Rubeni aliendelea kuishi na ni taifa kubwa, mpaka nabii aliyoandika kitabu cha Ufunuo ambao ni Yohana ni mwana wa Rubeni, na hata mmoja wa wanafunzi wa Yesu Yohana ni mwana wa Rubeni. Kwa hiyo sio kwamba ni wamekataliwa, maana wote tuliingia kwenye dhambi, lakini kwamba zilibaki kama ishara kwamba Rubeni ni Wasukuma. Na walikuwa na mang'ombe wengi kiasi kwamba Rubeni alikataa kwenda kuishi walipokuwa wanatolewa na Musa katika nchi ya Misri, wakapelekwa katika nchi ya Kanaani. Rubeni alivyoona mto wa Yordani na yale malisho yamekaa vizuri, akasema yeye abaki upande wa mashariki ya Yordani, abaki na ng'ombe zake. Na ndivyo ilivyo Wasukuma, wana mang'ombe wengi. Unajua Wasukuma wamewazidi ng'ombe hata nyewe wa Masai. Watu wanadhani wa Masai wana ng'ombe wengi, lakini kiuhalisia. Lakini nilikuwa naongea na Noel hapa, ni Msukuma, akawa naye ananielezea walipotoka huko nani Ubantuni huko juu, which na connect na nani yako, lakini akasema ng'ombe walituibia sisi. Hakuwa na ng'ombe. Hapana, ng'ombe zenu nyie ni zebu cows, vina pembe ndogo. Ng'ombe wa Masukuma ni wana pembe makubwa, ni yale kama Nyankole. Sasa kuiba kwetu wametoka Afrika Mashariki na ng'ombe. Hapana, tena nyie ng'ombe mlipataje? Nyie ng'ombe mnapata manye ni Walawi, tunawapelekea ng'ombe kama sadaka. Yaani sisi ilikuwa lazima tupeleke ng'ombe kwenu kama sadaka. Ndio maana nyie mlikopoa mlimi, Wamasai hawaruhusi kulima, kuhani hatakiwi kulima. Ndio maana pia Wamasai wanasema waziki watu, kuhani mkuu huruhusiwi kushika maiti. Ndio maana laiboni. Kumbe ndio maana alikuwa sipendi kulima licha kwamba tumezaliwa kwenye kilimo, okay? Masai haruhusiwi kulima kabisa. Haruhusiwi Masai kulima. Yeye ni kuhani, ni Mlawi. Mlawi halimi, Mlawi yeye mnalima. Zile sadaka mazalio ya kwanza yale mnampelekea limbuko la kwanza mnampelekea Mlawi. Maana urithi wake ulikuwa ni zile sadaka za Bwana. Okay. Naomba nikuulize swali kutokana na maelezo ulionipa hapo. Najua kuna historia ndefu sana. Nataka tuelewe general idea kwamba maana yake unasema kuna hicho kizazi kimetoka kule. Vipi kuhusiana na hii the fact kwamba maeneo mengi tunayojua leo hayakuwa na majina, kama umenipa issue ya Mwanza. Mwanza ilikuwa Mwanza miaka hii. Pia lugha zimebadilika sana, matamshi yamebadilika sana. Kuna vitu vingi unaweza ukasema kwamba kwa nini unaweza ukahusianisha hiki na hiki wakati mambo mengi sana yamebadilika na muktadha umebadilika. Okay. Ndio maana tutumie ushahidi mmoja. Ujue kwenye ishara wanasema sayansi ya ishara au ya kitafiti au wale wanaitwa unafanya detective research. Unaweza ukaacha nyayo ya mguu kwenye vumbi, watu wakaitumia kutrace ulipoenda. Kwa sababu hii ni sayansi ya vitu ambavyo vilipangwa kufichwa. Kitu ambacho kilipangwa kufichwa huwezi kitafuta kwa kuuliza watu kirahisi. Lazima uje na akili ya detective mind. Unaenda kama vile unajiuliza, alafu kiamini kwamba hakuna mtu atakupa majibu ya wazi, ila wewe unatafuta taarifa ambazo zitakupa ukweli wako. Kwa sababu hili jambo lingekuwa ni rahisi hivyo kaka, ungelikuta hadi sasa hivi lipo. Lakini hili jambo nikwambia kiukweli ni vita kubwa sana. Na kiukweli watu wengi hawataki ijulikane. Wewe mwenyewe imenishangaza. Mimi kwa muda mrefu nilikuwa naomba interviews. Tunaomba interviews kuongea hili jambo. Watu wengi wanakunyima interviews, hawataki mzungumze. Kwa hiyo tumeandika tu kitabu, na ukitembelea peji yetu Sapsara Israelites kuna ushahidi wote. Lakini kinachofanywa sasa hivi ni kuzuia wale watu wengi kujua. Lakini kitu kiko wazi, yani mfano ninavyokueleza wewe, mimi sio Masai. Lakini naweza kukuambia mambo yote wa Masai kwa sababu tu yameandikwa kwenye maandiko. Tena nikaenda kwa mtoto wa pili wa Yakobo anaitwa Simoni. Alikuwa na hasira sana kiasi cha kwamba alipoona dada yake amebakwa na watoto wa Shechem, alichukua upanga yeye na nyie sasa Lawi, wakaenda kuua ile jamii nzima ya Shechem. Sasa yule Simoni ni Wakuria unaowasikia sasa hivi. Lakini pia wako Kenya wanaitwa Wakisii. Wana ile nini Mori. Maana Walawi na wa Simoni hata nanilii alisema nani huyo Yakobo alisema kwamba hasira yenu ni kali sana. Ukisoma Mwanzo 49 watu wawili ambao wana hasira, ndio maana hasira ya Mkuria, hasira ya Masai usicheze nazo hizo. Hizo hasira mbili Yakobo amezionya kabisa kwenye Mwanzo 49. Amezisema wazi kabisa. Ukisoma Mwanzo 49 utaiona. Mtoto wa tatu ndo akaja nyie Lawi.
Sasa Lawi wanagawanyika kwenye koo kubwa tatu. Kuna nyie ambao ni makuhani wa Masai, alafu kuna nyingine inaitwa Wamerari, watoto wa Lawi lakini inaitwa Merari, ambao ni Wameru na Wachaga. Alafu wengine inaitwa Gershoni ambao ni sorry kwa kukatiza, natamani nielewe zaidi. Kwa mfano umesema Wameru ni ni Walawi lakini upande wa Merari. Yaani Lawi alikuwa na watoto watatu. Mtoto wake wa kwanza ndo nyie Kohathi, wa pili Merari, wa tatu Gershoni. Sasa kupitia mtoto wa kwanza Kohathi nyie mkawa makuhani. Mtoto wake mwingine Merari ndo akatoka hao Wameru. Ndio maana ukisoma Kutoka 6:19 wameandika kabisa watoto wa Merari na kina nani, unamkuta Mushi kaandikwa. Mushi na Mali. Sasa Mushi ndo hawa. Kwa hiyo Mushi ni Wameru. Unajua kwa nini nakuuliza hivi? Kwa sababu nina interest ama makabila mawili ndo ninatoka, Wameru na Masai. Sawa. Na kwa sehemu kubwa ni kwamba hayo makabila ni kama alikuja kumingo katikati. Kwa sababu ukirudi nyuma babu ni Masai kabisa, wa Masai lakini wanakuja kuishi Umeruni hivyo. And then kuna Wameru ambao wametoka, naambiwa walitoka Uchagani, ni wapi? Machame. Sasa unaponiambia wanatoka Israeli Mashariki ya Kati na washindwa kujua ni kuna kabila ambazo zilizaliwa ndani ya kabila za Tanzania au ni hapana, kuna migration ilitokea. Sasa nilikuwepo upande wa kuelezea migration, ikaanza kwenye uzao kwanza. Maana ujue mfano kaka, mimi niko Kigamboni lakini mimi ni Mnyiramba. Mimi ni kwa asili ya kabila letu mimi ni Mwifrahimu, mtoto wa Yusufu. Lakini kabila langu hapa ni Mnyiramba. Sasa mimi sasa hivi niko Kigamboni, Dar es Salaam. Lakini kwa nini nimetoka Singida tena huku karibu na Tabora kabisa, Igunga Shelui, niko huko Kigamboni leo? Kwa sababu binadamu wana tabia kuhama. Sasa sisi tuliama lini? Sasa hii ni historia ndefu, lakini wewe unajua historia, unaelewa. Baada ya ufalme wa Israeli, baada ya Musa kuwapeleka kwenye nchi ya Kanaani, ilifika kipindi wakawa ufalme kabisa. Wakapewa mfalme wa kwanza anaitwa Sauli, wa pili akaitwa Daudi. Baadaye Daudi akazaa mtoto anaitwa Sulemani. Sulemani alioa wanawake wengi, akakosea amri ya Mungu ya kutoa wanawake wa mataifa mengine. Kwa ile dhambi ikapelekea ufalme wa Israeli ukagawanyika. Makabila 10 yakajenga ufalme mpya, wakajiita Wanaisraeli, wakatengeneza makao makuu mapya yanaitwa Samaria. Alafu kabila la Wayahudi ambao ni kabila sala Daudi likabaki kujiita Wayahudi. Kwa hiyo ukisikia Wayahudi ni yule mtoto mmoja wa 4 wa Yakobo anaitwa Yuda, akabaki na ufalme wake Yerusalemu. Wengine wakajitenga, wakaanzisha mfalme mpya, wakaweka makao makuu mapya yanaitwa Samaria. Sasa haya makabila 10 yaliongozwa na baba yetu sisi wa Efraimu, watoto wa Yusufu, ambao aliofanya yale mapinduzi yanaitwa Yeroboam, ambao ni kabila kubwa sasa hivi Nigeria, anaitwa Wayoruba. Hata Jux nadhani mke wake kaoa huko kwa Wayoruba. Sasa wale wa Yeroboam ndo wabeba ile jina Yoruba tribe. Tukaona tumegombana na hao watu wa kule Yerusalemu, tusiende kusali Yerusalemu. Sasa likawa kosa la kimkakati na kitorati. Huwezi acha kwenda kusali makao makuu ya kwenye hekalu kisa tumegombana ndugu zako. Ingebidi muache ugomvi wenu lakini mkasali pale pale. Kwa hiyo tukakosea wa kwanza. Yale makabila 10 Mungu akatuletea utumwa wa Assyrian Empire. Waasiri au Waashuri wakaja akatuchukua mateka. Walianza kuwachukua, maana tuko makabila 10 wa Efraimu, watoto wa Efraimu na wale watoto wengine. Walianza kuwachukua manyara, kuteka nyara watoto hao wa kabila Neftali hao, ambao ni wakapelekwa sasa Iraki. Ndio maana sasa hivi kuna Waambulu wanajiita wa Iraki au wanaitwa wa Manyara. Maana ndio watu wa kwanza kutekwa nyara. Wakachukuliwa pale wakapelekwa Iraki. Walipoenda Iraki, baadaye wakachukuliwa na ndugu zao wengine wa Nyaturu. Neno lenyewe Nyaturu ni Neftal, Natur. Ni mtoto mmoja wa Yakobo. Nikimaliza zile listi ya watoto wa Yakobo utamwona Neftali ni mtoto wa Yakobo, ni mtoto wa 6 wa Yakobo. Okay. Kwa hiyo wale wakapelekwa utumwani Iraki. Sisi wengine hatukujifunza. Tukaendelea kukosea, tukachukuliwa utumwa, tukapelekwa Shirazi, yani tukavushwa hadi mito ya Euphrates hadi Shirazi. Ndio maana kuna Wazanzibari, maana Wazanzibari hao wa pwani wanaitwa ni wana wa Zebuloni, wanajiita wa Shirazi. Utasikia kuna watu wanajiita wa Shirazi. Sio kwamba ni wa Irani, ni kwamba walikuaga kule Shirazi utumwa ule wa Ashuri. Kwa hiyo nataka kujibu kwamba ilikuwaje mko Meru na nini. Sasa baada ya muda kuna kitabu hiki sasa inabidi ukitafute. Hichi ndio kitabu alichokificha, ndio chenye siri yote. Hichi kitabu ni Ezra. Ezra kwenye Biblia kuna vitabu viwili tu vya Ezra. Lakini Ezra ameandika vitabu vingi. Sasa hicho kitabu kinaitwa Second Ezra's 13. Naandika naomba hii kitabu kabisa ukinoti kwa sababu hiyo ndio siri nzima iko hapo ya migration. Okay. Unaandika second
alafu Ezra au Esdras. Sasa Esdras niweke spelling ni ESDRAS, maana tunatumia lugha ya Kiingereza kidogo, cha Kiswahili hakipatikani kiurahisi. Alafu unaanza mstari aya ya 13 soma kuanzia mstari wa 40 mpaka 46. Mpaka 46. Endelea. Sasa hapo ndo kwenye siri yote ile migration. Wale wakatoka kule Euphrates, walioko kwa Shirazi wakatoka Shirazi wakamigrate, wakaja nchi inaitwa Arsareth ambayo imeandikwa kwenye hicho kitabu. Walitumia miezi 18 kuja huku. Nchi kipindi hicho ilikuwa haijulikani, walikuwa wanaishi wanyama tu, ilikuwa ni nyika. Walikuja wakawa tangatanga nyikani, ndio maana inaitwa Watanganyika, walikuwa tangatanga nyikani. Ilikuwa ni nchi ambao watu wengi walikuwa waishi huku chini. Kwa hiyo ndo wakaja kamigrate, wakaja kuishi huku Arsareth. Zefania, kitabu kingine cha muhimu kusoma, Zefania 3:10. Zefania 3:10 imeandika wazi kabisa. Imeandika kabisa Zefania 3:10. Imeandika kabisa kwamba toka nchi ya mbali ya mito ya Kushi watu wangu waliotawanyika wataleta sadaka yangu. Kwa hiyo Mungu alijua kabisa kwamba kipindi cha mwisho hao watu wangu wataondoka hapo Israeli, watabaki wachache tu. Wataenda katika nchi nyingine ambayo niliwaandalia. Wataishi huko mpaka siku za mwisho ambapo nitawakumbuka tena. Kwa hiyo ndio maana sisi tuko huku Afrika. Lakini pia tukienda hata Yesu alisema watu wanadhani Israeli, wakisoma kwenye Biblia wakafunga Biblia wanadhani ile Israeli libaki vile vile. Hapana, sisi tulivyoenda ule utumwa wa Ashuri, ndugu zetu wale Wayahudi si wao kumkosea Mungu, maana waliendelea kusali Yerusalemu, wao wakabaki pale pale Yerusalemu. Lakini baadaye na wao wakamkosea Mungu, wakatumwa wa Babiloni. Wababiloni wakaja wakawapiga, wakavunja ile hekalu la Yerusalemu, wakawapeleka utumwa Babiloni. Ndio mkisoma kitabu cha Danieli mnamuona Danieli yuko utumwani wapi? Babiloni. Kwa hiyo walienda Babiloni kule. Sasa baadaye wakarudi, baada ya Wairani sasa kuangusha ufalme wa Babiloni, kaja ufalme wa Persian Empire ambao ni Wairani. Wairani kidogo walituhurumia, wakaona bana rudini mkitaka kujenga hekalu lenu, nendeni mkasali huko. Ndio baba zetu wengine wakarudi. By the way, historia nyingine inasema kwamba mfalme wa Persian Empire ndio alijenga lile hekalu, aliwasaidia Wayahudi. Aliwasaidia kwa mantiki ya kwamba alisaidia kuwapa ile kodi ambayo kutakuwa tuipeleke. Unajua kwa mtumwa unatakiwa upeleke kodi kwa nao kutawala. Akamwambia ile kodi sasa isipelekwe tena kule, itumike kufanyaje? Kujenga hekalu letu. Kwa hiyo sio kwamba alienda akajenga yeye, hapana. Walijenga babu zetu akina Nehemia na Ezra walijenga ile hekalu, ndo na kina Nehemia, Ezra walijenga ile hekalu na Waisraeli wengine. Na walijenga kwa sababu walijua kwamba bila ile hekalu kujengwa tena Yesu hawezi kuja. Na Yesu lazima aje kufanya ukombozi, au watu wameshakosea, Torati imeshaangamizwa. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna mawili, au watu waangamizwe kama Sodoma na Gomora wasiwepo tena, kwamba Waafrika na Wabantu wapotee duniani, au wapate hata msamaha, wapate tu viboko vya utumwa, ukoloni, lakini Mungu awape neema tena wakumbuke mwishoni. Maana kuna adhabu mbili ukimkumbuka. Lakini hapo Babylon tunazungumzia ni kabla ya Yesu. Kabla ya Yesu, hapo ni kabla ya Yesu. Yesu anakuja ni Warumi sasa. Yaani sasa baadaye wakajenga ile hekalu. Baada ya kujenga ile hekalu wakaja Wagiriki. Mzungu wa kwanza kutawala ni Mgiriki. Ndio maana ukisoma kwenye academics zote, definition zote za democracy utasikia it's a Greek word, it's a Greek word. Yaani wazungu elimu yao yote imeanza kwa Wagiriki. Nyuma ya hapo walikuwa tu ni watu pori. Kwa hiyo ndo Wagiriki, Alexander the Great akawapa ile ustaarabu wa democracy. Baadaye Mgiriki alipoanguka, maana Alexander the Great alishinda empire kubwa alafu akafa akiwa mdogo. Wakaja Warumi, Kaisari. Sasa Yesu anazaliwa, wanatawala Warumi. Kwa hiyo wakati wanatawala Warumi, wazungu ndo kitu alisema dijesima watu wengi wa kumuelewa. Kuna Wayahudi ambao ni converts, sio Wayahudi wa uzao, ndo walitokea kipindi hicho. Kwa sababu ilikuwa sasa ile hekalu kupata mamlaka ya hekalu, ikawa sasa watu wataka kupata imani. Hekalu itakuwa msalishe nyie makuhani wa Masai. Sasa watu wakaanza kwenda kwa Warumi kulipia fedha ili wawe viongozi wa hekaluni. Sasa familia moja ya Herode ambao walikuwa ni wazungu wa Edom pale, ambao sasa hivi ni nchi inaitwa Yordani. Kiangalia mfalme wa Yordani ni mzungu kabisa, yani wanasema ni Waarabu lakini mwangalia ni mzungu kabisa. Sasa wale wakina Herode wale wakahonga, wakapata ukuhani, wakapata mamlaka ya Yerusalemu. Kwa hiyo Herode ndo akawa mfalme wa kwanza wa Israeli ambao sio Mwisraeli.
Ndio maana alivyosikia Yesu amezaliwa, nyota imezaliwa, akatuma mamajusi wampe information amezaliwa wapi, ili baadaye akaamua yule mtoto. Lakini mume wake Mariamu ambao ni Yosefu akapewa taarifa na malaika, mkimbize mtoto wapi Afrika. Mtoto akakimbizwa Misri. Kwa hiyo Yesu akakimbizwa Misri mpaka Herode afe. Kwa hiyo lakini kipindi hicho akawa ameshaingia sawa kina Netanyahu wao. Maana kina Netanyahu ndo watoto wa kina Herode, yani wale damu ya kina Herode kabisa. Wanatamani kuwa Israeli, lakini sio kidamu, ni kiutawala. Ni kushika ile mamlaka ya Herode. Sio uzao ule, hapana. Wao wenyewe wanajua. DJ Small alikuwa sahihi kabisa. Wao wanashika pale kwa ajili ya Zionism. Sio na wanajua kabisa. Ndio maana wapimi DNA wanajua. Sasa Yesu akakimbizwa Misri, akaishi paka miaka 12. Ndo baadaye Warumi wakaona Herode anatumia sana ubabe. Kama sasa hivi wazungu wanavyoona Netanyahu anatumia ubabe, alafu ameanza sasa kumkwepa kidogo. Ndo akamtoa Herode wakamweka Pilato, gavana wao. Kwa Yesu amerudi pale kidogo Yerusalemu, ni bado ni mzungu, lakini sio ule uzao wa Herode. Ndo akaendelea na shughuli zake pale. Lakini bado Wanaisraeli hawakumuelewa. Wafarisayo ikawa wameanza taratibu za vyama, Mafarisayo, Masadukuyo, ambao ni Wanaisraeli lakini wanaishi kivyama, kufuata vile ni vyama vya kisiasa vile. Ni kama leo nasikia labda CCM, Chadema, ni imani ya kuungana kichama, sio tena sio kufuata ile usafi wa Torati. Ni kwamba tunaangalia political goal, tunataka mamlaka, tunaungana, tunachangisha, tunashika dola. Kwa hiyo vile vikao vyama hawakumuelewa Yesu. Ndio maana watu wale waliokopiwa kama Yohana Mbatizaji wakaacha kabisa hata kwenda hekaluni, wakaanza kubatiza nyikani kule. Wanaenda kubatiza watu mtoni. Yaani wakaachana kabisa na hekalu, wakasema hataki siasa zenu. Wow. Kwa hiyo ndio ikaanza. Yeah. Make sense kwa sehemu kubwa sana. Na haya mazungumzo nimeyapenda. Sasa nataka tuongee kitu kimoja kwa sababu historia ya Mashariki ya Kati na hiyo na nini ni ndefu sana, na historia ya dunia kijumla. Yeah. Nataka uniambie kitu kimoja. Nataka kuniambia tukiangalia story yote hii jinsi ilivyo, tulikujaje Tanzania, Afrika tulifikaje, inatengeneza mazingira kwamba ule uzao wa Abraham ambaye ndio baba wa hizo dini tatu, Uislamu, Ukristo na Uyahudi, ndio pekee unaomata. Ina maana wengine wote walikufa. Nimefurahia kwamba wewe umeweza kutuunganisha Afrika na jinsi ambavyo hizi story tulizoambiwa kupitia theology zinatuhusu. Kwa maana yale makabila 12. Lakini nataka kuwajua ni kina nani wale wengine, trace yao ikoje wale wengine kidogo tu ambao walikuwepo kabla ya Abraham, ambao Abraham waliwaacha Iraq, ambao walisambaa sehemu nyingine nje ya hao watoto 12 ambao wako Afrika. Kuna kabila ambalo liko Afrika ambalo sio kati ya watoto wa Yakobo? Amna, Afrika makabila yote ni wana Israeli, na watu wengi wanatajaga hivyo. Pia ni mtego pia kwenye wana historia wameweka Khoisan na wale wa Sandawe, wale wanaongea kwamba wale of course wale ni wale wakwe wa Musa. Ujue Musa alivyokuwa anaenda jangwani, alipomkimbia Farao, alipokelewa na wakwe wakina Yethro. Kwa hiyo alioa wanawake mama wa huko, na watoto wa Musa wakawa Musa pamoja na ile familia wakakumbatiwa. Na ukisoma Yeremia 35, wale kwa nini wale wa Sandawe, wa Khoisani na wa Hadzabe hawajengi hata nyumba wala hawanywi pombe? Wao waliingia kwenye familia ya Israeli wakiwa sio wana Israeli, lakini marafiki wa Israeli. Lakini wao wanahusiana zaidi na wale watoto wa Ham ambao kwa kuhani wa Yethro wa Midiani yule ambao alimsaidia Musa. Kwa hiyo wao ni marafiki zetu wakubwa. Yaani katika watu waliotusaidia sisi ni wale. Kwa hiyo wa Khoisani, wa Sandawe na wa Hadzabe. Ukisoma Yeremia 35 kuna story yao. Sasa nataka nijibu kwamba Afrika, Sub-Sahara Africa, wale unaowaona wale, hao ndo ambao sio ndugu zetu kwamba ni damu, lakini rafiki zetu wakubwa, na tutakupo nao kwenye ufalme huu ambao unakuja, ambao ni wana Israeli. Alafu sasa kuna hawa wa Kush ambao ni wa Somali. Sasa ukiangalia tofauti yetu na sisi ni nywele zao. Rangi ni kama sisi kabisa, lakini nywele zinacheza hivi. Wale ni Wakushi wa Ethiopia. Ndio wale ukisoma kina Nimrodi, ukisoma wa Malkia wa Sheba, ambao sasa upande wa Ethiopia sasa hivi
inaongozwa na wakina Menelik ambao ni yule mtoto aliozaliwa kati ya Solomoni na yule malkia wa Sheba. Lakini sasa wale ambao kabla ya Menelik, mchanganyiko na Yerusalemu na Solomoni, wale pure ni Wasomali. Kwa hiyo waliobaki juu kule Afrika sasa, ambao hatuiti Sub-Sahara Africa tena, wale kama Wamisri wa leo, wale ni Waarabu. Paka wa Algeria nini, na wale kuna sababu yao kwa kule. Ile Misri ya zamani, wale wa Egypt wa zamani, watu wengi wanachanganyaga, wanadaiji ni hawa Sudani sasa hivi. Sio kweli. Wale Misri wa zamani ni watu wanaitwa Barbars. Wamekaa jangwani, wakivua vilemba vyao, unasema ni kama wewe. Wakivua vilemba, nywele zao pia zimebadilika, zinakuwa tofauti na sisi wana Israeli. Sasa wale ndo akina Farao wa zamani, ndo wa Misri wa zamani, na wanafanana zaidi na Wasomali kwenye upande wa nywele. Kwa sababu hata wewe kaka, wewe licha kwamba ni Mbantu, tuseme tu ili ujue ndugu yako alivyo. Ikitokea labda seme mke wako akazaa na Msomali, utajua tu kwa sababu sio ndugu yako. Lakini ikitokea labda amezaa na Mbantu mwenzako, unaweza ukalea yule mtoto ukajua ni, usijue milele, ukajua ni wako. Kwa sababu gani? Damu ikishakuwa moja, mkishakuwa ndugu, haichezi. Lakini akizaa na Msomali, Mzungu, Mchina, Mwarabu, utajua tu, maana umeshavuka kwenda kwenye uzao mwingine. Sasa hao ni kwa mipaka ya Afrika kuelezea Wakush ni nani na wa Egypt ni nani. Lakini sasa kuna mtoto mmoja ambaye aligomaga kuja Afrika kabisa, anaitwa Kanaani. Sasa yule ndo alifanya leo hii ardhi ya huku chini ikawa empty, sisi tukaja kuishi. Alafu kuna ardhi nyingine aliyong'ang'ania kuishi inaitwa nchi ya Kanaani, ambao ndo pale wanaigombania sasa hivi. Kwa sababu sasa hii historia imefichwa kwenye kitabu cha kitabu kinaitwa Book of Jubilees. Ukisoma Book of Jubilees kuanzia page 8 chapter 8 9 mpaka 10, utaona historia kwa uwazi kwamba wale watoto wa Noa, sasa nakuja kujibu swali lako, waliposhuka kwenye gharika ndo wakazaa watu wengine wote unaona ya mataifa mengine. Sasa huyu waligawana hii ardhi, dunia nzima waligawana, maana wale ni watoto wa manabii, Mungu alivyoumba aliwapa knowledge yote ya dunia nzima ilivyo. Sasa walivyogawana hii dunia wakapeana mipaka. Sasa ni complex theology na story, ndio maana nataka niguse tu kidogo ili nirudi kwenye kuelezea kila Mbantu ajue kabila lake nani katika wale watoto 12. Lakini kwa kifupi sasa, wale watoto walivyogawana ardhi wakakubaliana kwamba Hamu utakuja huko Afrika, na ndio maana makanisa mengi yakasema sisi huku ni watoto wa Hamu. Kwa kufuata tu ile thinking ya haraka bana, kama Hamu ndo Kushi, ndo Egypt ambao ndo Mizraim, na ndo Libya ambao ndo Kuta Biblia, basi sisi ni watoto wa Hamu. Bila kujua Biblia au binadamu ni complex. Uwezi sema Dar es Salaam ni Wazaramu. Sasa hivi Dar es Salaam wakai Wazaramu. Wewe uko Dar es Salaam, niko Dar es Salaam, mimi si Mzaramu. Wewe sio Mzaramu. Uwezi chukua geography kama vile binadamu ni geography ya wahami, kama ni milima. Binadamu wanahama. Sasa yule Kanaani ndugu zake wakaenda. Somalia akaenda pale Ethiopia na Somalia paka Djibouti na Eritrea. Egypt au Mizraim akaenda kukaa Egypt, ambao ni Sudani ya juu na nini. Japokuwa kuna Wafilisti waliogoma kushuka, wakang'ania nchi ya Dani. Ndio maana Samsoni ambao alikuwa na nywele rasta zile, alikuja ile aangamizi wala Wafilisti waliogoma kushuka kule nchi ya Misri. Maana Wafilisti ni watoto wa Egypt. Na ndio maana leo wa Sudani ambao ni wana wa Dani, Sudani wenyewe ni watoto wa Dani, wameenda kukaa kwenye nchi ya Wafilisti ya pale juu kidogo, yani kuna kasehemu kidogo ambacho kiko cha kwao. Alafu ukienda Libya kule Algeria, Libya ukisogea kidogo mpaka unakaribia Morocco, lakini ufiki Morocco ilikuwa ni sehemu mtoto mwingine anaitwa Put. Alafu Morocco sasa na huku Sub-Sahara yote ilikuwa ni ya Kanaani. Yule Kanaani akagoma kwenda huku, aliona mbali kwa kipindi kile kwamba hamna Mashariki ya Kati ndio kama ndo town. Alafu unapangiwa kijini shambani huko, kakaa hata kama unapewa shamba kubwa akakataa. Kwa hiyo akang'ania pale Middle East Mediterranean kimabavu. Mungu akaacha. Kwa hiyo watoto wa Shemu wakaendelea kujazana kule wapi? Kule mashariki ambao ndo wa Asia wengi unaowaona sasa hivi. Watoto wa Yafeti wakaendelea kukaa Europe, na wengine wakaenda paka Marekani, wakawa Marekani wekundu, wale wengine mpaka bara la Marekani. Ambao sasa hivi wazungu wa sasa hivi sio watoto wa Yafeti. Esau alikuja maana alipoupanga yule, akawafukuza ndo akakimbilia kule, ndo wa Marekani wekundu sasa hivi unaona Hispanic, wa Latino, wa Mexico wamekimbilia kule. Sasa hivi wako Latin America. Ndo maana hata lugha nyenyewe jiulize, wa Itali wanaongea Kilatini. Lakini Latino yenyewe ni wa Latino wako South America. Imekuwaje nyie wa Italy mnaongea Kilatini lakini wa Latino hawako huko? Wazungu ni watu upanga. Waliwakimbiza wakawafukuza kule, wakachukua bara zima la Europe. Wale ni Esau, wanatoa Esau.
pacha yetu ambao ana ugomvi na sisi. Ndio maana mzungu na sisi ugomvi wake ni wa milele hivyo. Kwa hiyo sasa kwa haraka haraka nishakujibu, mshajua wale wa Yafet walipo, wa Asia walipo. Nimependa hiyo. Esau ni mzungu, alafu Yakobo ndio alikuwa black. Yes. Kwa nini, ni nini kilitokea? Hao watoto walikuwa wamezaliwa mapacha, right? Ndio, fraternal twins. Ilikuwaje ilikuwaje mmoja kama mzungu mwingine Mwafrika? Ni kama sasa hivi ukizaa albino. Yaani tofauti ya mzungu ni kwamba albino wake walikuwa ni unaita founding gene. Wale wazazi wa kwanza walikuwa na mbegu kali kwa sababu ndio uzao wa mwanzo. Unazaa ule uzao ambao ukiendelea unafanana na kopi yako. Kwa hiyo ni kama sisi sasa hivi tunaweza kuzaa albino. Sio kitu ambacho ni cha ajabu kuzaliwa. Kwa hiyo Kwa hiyo is it nataka niweke vizuri hapo kwamba is it Yakobo alikuwa na mweusi ama ni Yakobo ni, kwa sababu kuna same story yake kwamba alikuwa ajali sana kuhusiana azae na nani. Alipoondoka wakati anapata kile kisa na Esau, alipoenda wakati anarudi ndo alizaa na mwanamke yeyote, ndo akazaa na mweusi in the process. Kumbe yeye mwenyewe alikuwa mweusi. Yakobo ni mweusi. Ibrahimu, Isaka na Yakobo wote ni weusi. Okay, yani kama hiyo hii naomba nitangulize kusema ni story contradictory, lakini inazungumzwa na imeshakuja. Kuna watu wameshatengeneza mpaka picha. Kuna watu wanaamini Yesu alikuwa ni mweusi. Yesu ni mweusi kabisa. Rangi ya ngozi yake, ya miguu yake imeandikwa kwenye Ufunuo 1:14. Ana rangi ya shaba. Kaka wewe unadhani hapo rangi yako unaweza kudhani ni nyeusi? Nyeusi nywele zako. Chukua shaba, iwe kwenye mkono wako. Hii rangi inaitwa rangi ya shaba. Mafundi umeme wanajua, anacheza na waya wa shaba wanajua. Sisi Yesu rangi ya miguu yake imeandikwa rangi ya shaba. Kwa jinsi kwa minijili ya Yesu, na alitoka kwenye uzao wa Yuda. Sasa ndio maana mwana simba wa Yuda, mwana wa Daudi. Sasa kwenye familia ya Yuda na Wayahudi ambao sasa nije kwa jibu, Wayahudi sasa hivi ambao ni mtoto wa 4 wa Yakobo ni kama unavyosikia wakina Ibrahim Traore, wale wa Mosi tribe, Pere kabisa. Tena ule ukoo wale wakina Pere, wakina Ibrahim Traore, ukoo wao kabila lao inaitwa Mosi tribe. Ukigoogle sasa hivi founder wa Mosi tribe anaitwa Pere Odroga, ambao Pere ukisoma kwenye uzao wa Yesu unamkuta Perez ni mmoja wa wazee wa Yesu, na machifu wote wa ukoo wa kina Burkina Faso kina Ibrahim Traore wanaitwa Pere. Yaani kama nyinyi mnavitwa Mangi, Wachaga wanaitwa Mangi, wao wanaita Pere. Sasa Pere alikuwa ni mmoja wa watoto wa Yakobo. Maana Yakobo Yuda alikuwa na watoto ambao kuna Pere, kuna Zera ambao ni Wazulu ambao kwa South Africa, na kuna hawa Shela ambao ni Wanyakyusa pamoja na Waluya na Wakinga, Wasafwa, wa Lesotho, wa Botswana. Ndio maana hata Luya wa Kenya unasikia Luya, lakini ukisema Yuda jina lake ni Hallelujah, praise the Lord. Ndio maana ya Juda. Alivyozaliwa na mama yake Lea alisema praise the Lord, ambao ni sawa sawa na Kiebrania kusema hallelujah. Ndio maana kabila la Kenya wanaitwa Waluya. Maana yake tu ni kusema hallelujah, ni kuondoa tu ile hallelujah. Wale ni Wayuda, Wayahudi. Okay. Na wengi waliochukuliwa utumwani kwenda Marekani ni waliotokana na kabila la Yuda, ambao walichukuliwa. Na pia Luba, ukiangalia Kongo kuna Baluba, Waluba wanaitwa, wanaongea Kiluba. Na wao pia ni wanatoka kwa Yahudi anaitwa Kelabu au Keluba kwenye Biblia. Wale maspai wawili ambao walitumwa na Musa kwenda kuchunguza nchi ya Kanani hawakuingia uoga, ni Joshua na Kelabu tu. Sasa yule Kelabu ndo Chiluba ambao uko wao hadi sasa hivi Kongo huko anaitwa wa Kiluba. Kwa hiyo ilichotokea, walioenda Marekani, wa Marekani weusi wote wale ni Wayuda. Huo ni ukoo pamoja na West Africa yote wa Nigeria, ambao Nigeria ni wa Igbo. Maana wa Yoruba wanaingiana na sisi ni wa Efraimu, watoto wa Yusufu. Na hata mimi kwa nini nashangaa kwa nini najua hivi vyote? Talanta zilizopo kwa sisi hapa watoto wa Yusufu ni kwamba Yusufu alikuwa anaweza kutafsiri ndoto ambazo hata watu wengi hawezi tafsiri. Ndio maana Farao kuna kipindi alioteshwa ndoto ambayo ilibidi atafsiriwe. Waliitwa waganga wote, wasomi wote wakashindwa. Ng'ombe 7 sio walionona wanakula ng'ombe wembamba, sio wembamba wanakula walionona. Walichukua watu walishindwa wote. Lakini Yusufu akacheka. Akamwambia mbona ndoto ni rahisi? Ni kama ninavyokuambia kaka, mbona mambo ya ukisoma kitabu chetu pale Sub-Saharan Israelites. Yaani mwenyewe utashangaa. Mimi na uhakika hadi sasa hivi kila ninachokuambia kina make sense, kwa sababu ni ukweli, na kusoma Biblia ni rahisi. Mambo yanatakuwa yawe rahisi. Jambo lishaanza kuwa gumu, huo ni uongo. Kuna sehemu kapachika kitu. Kwa hiyo nikienda kwa mtoto wangu nishakwambia Wayahudi ndo hao. Lakini pia kujibu swali lako wengine wako wapi? Ndio nishakwambia watoto wa Shemu wengine nje ya Abraham. Maana Abraham ni mtoto wa Shemu, lakini aliambiwaje? Toka kwenye nchi ya baba zako huko. Toka huko Asia. Njoo katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo Ibrahim ndo akaita kwenye nchi ya Kanaani,
na baadaye si uzao wake, maana Kanani si alikalia ile nchi kwa mabavu, afu baadaye akaja akaangamizwa, sasa hivi amefaidi na Lebanoni. Hakuwahi kufika nchi ya Sub-Sahara, hakuitaka kabisa. Sasa nikuulize swali moja ili uelewe Mungu alivyo wa ajabu sana. Una watoto 4, umewagawia ardhi. Mmoja amekataa ardhi yake afu kaenda ardhi ya jirani. Kaenda kwa jirani huko kauliwa na kaangamizwa. Maana yake na kwenye ardhi yake aliyoacha huko nyuma ibaki empty. Ndio maana sisi huko Afrika ile nchi ya Kanaani naona Israeli ni nchi ya ahadi, lakini Afrika Sub-Sahara pia ni nchi ya Kanaani nyingine ya ahadi. Sasa kipindi kile Mungu alificha, hawakujua. Kwa hiyo Kanaani wakaiacha, wakawa nagombania dili kupo ni Middle East. Sasa babu zetu maana kupo na watoto wa manabii, makabila 10 yakaachia, walijua kabisa hizi vita zitaisha, zitaendelea mpaka mwisho wa dunia, wakasema tuwaachie. Ndio hicho kitabu cha kwanza chokuambia ukiandike, Second Esdras 13:40 mpaka 45, yani Second Esdras mpaka 13:40 mpaka 46. Ndio kimeandika hiyo historia, mpaka imechukua muda gani? Miezi 18. Yani mpaka muda uliochukua kufika huku wameandikwa huko. Kwa hiyo kwa kifupi, wale wengine unaowaona duniani ni watoto, ni viumbe wa Mungu, lakini sasa hawana agano na Mungu. Na agano lao liko hivi: wanatumika na Mungu. Sisi tukimkosea Mungu, wanatumika na Mungu wao kutufanya sisi watumwa na kututawala. Ndio maana dunia ikiwa kwenye dhambi, sisi ndio tutakuwa mikia ya dunia. Lakini Mungu akirudi kutawala, kama ilivyokuwa kwamba utawala Mungu, Torati imerudi na Mungu matawala yake yanarudi, sisi ndio wafalme wa dunia. Wao wanakuwa wako chini yetu kama sisi ambao sasa hivi tuko chini yao. Maana hakuna mtu anabisha sasa hivi sisi ndio mikia ya dunia kwenye dunia yao ya sasa hivi. Na si ajabu, kwa sababu hata Yesu alisema Luka 21:5 kwamba kipindi amekuja Yesu na tukumuelewa pia. Tushukuru Mungu, alisali sala moja tu, alisema Baba wasamee maana wajua litendalo. Vinginevyo sisi leo tungeangamia. Lakini tukaingia kwenye adhabu. Okay. Hapo nataka tuzungumze brother Kidao, kwa sababu nimependa the fact kwamba unatumia theology ku make sense ya kihistoria. Huyu Yesu ni mtu ambaye amekuja baada ya watu wengi sana kuzaliwa kwenye hii dunia. Wengi mno kuzaliwa. Na hata wakati anakuja pia kwenye ukoo ambaye inasemekana alikuwa anakuja wa Daudi, ni ukoo ambao walizaliwa watu wengi kabla yake na baada yake. Na mpaka leo Waisraeli pia hawakuwahi kukubaliana na the fact kwamba huyu jamaa ndo tuliahidiwa, kwa sababu vitu vyote ambavyo alituliambia huyu Masihi akishuka ataturejeshea, ikiwemo huo ufalme wetu, hakuwahi kurejesha. Na mpaka sasa hivi kama ukisema na sisi ni wana wa Israeli huko Afrika, bado tuko utumwani. Baada ya Yesu kwanza tulitokewa na vitu vingi sana, tulitokewa na utumwa, tulitokewa na ukoloni, tulitokewa na upigaji mwingi, tulitokewa na mauaji ya kutisha. Yaani tulifanywa vitu vingi, kwa sababu wana Israeli waliuawa Ujerumani, hao Wayahudi wenzetu, sisi huku tuliuawa Kongo kwa kiwango kikubwa sana. Na ni hao wazungu walituua kutoka Ubelgiji. Why is it, kwa nini unaamini kwamba Waisraeli hawako sahihi wale walioko pale sasa hivi ambao hawaamini Masihi ni Yesu, na sisi tulioko huko Afrika na wengine tunaamini? Tena umeongea point ambao hiyo swali ndio jibu lako, kwa sababu wewe huwezi kuita mwana Israeli alafu kumkataa Yesu alafu karudi kwenye ile nchi ya Israeli. Maana Torati ya Israeli inasema hivi, ukimkataa Mungu ile ardhi na kukataa. Wale ni watoto wa Herode, hawajamkubali Yesu toka Yesu anazaliwa, ameona nyota. Yaani wale sio kwa wale wanafuata baba yao. Yesu alisema nyie utafata kwa baba yako. Ile ni roho ya baba yao Herode. Wale ni watoto wa Herode, wanataka mamlaka. Huwezi tawala Israeli ile pale ukimkubali Yesu kwa pointi yao ya kisiasa. Lazima umkatae Yesu. Alafu ukishamkataa Yesu asimame nani? Herode. Yaani wale ni wana wa Herode. Yaani hilo swali lako ndio jibu lako hilo. Kwa sababu isingeweza ni kwamba Mungu amewaogopa. Yaani Mungu huyu ambao ni Mungu wa mbingu na dunia. Leo hii watu ambao ni maana kila mtu ameshaona wale ni wanyama. Hakuna roho ya Mungu pale. Sasa inakuwaje wabarikiwe hivyo? Maana zamani watu walikuwa wanaamini hivi, eti kwa sababu wao wamebarikiwa na wamerudi kwenye ile ardhi na wana tajiri, basi ni watu wa Mungu. Sasa hivi watu wameona wazi kwamba hawa hakuna Mungu wa hivi. Hakuna mtu duniani yaani sasa hivi mtu anaosema wale wana Israeli ni kwamba kafunga macho na ni kwamba anakataa kuona. Lakini dunia nzima ameona kabisa hawa ndo wanyama namba 1 duniani. Maana yake ni nini? Hawa ni wana wa Herode. Sasa ibaki swali moja. Imekuwaje wako kwenye ile ardhi? Ni kwa sababu Mungu ameruhusu
kwa sababu sio watoto wake, wakakae pale waendeleze hizi vita zinazoendelea. Sasa kuna swali mengine ambayo ni siri na niruhusiwe hivyo, kwa sababu sisi hii sio historia tu, hii ni ukweli ambao unakuja kuleta mabadiliko ya chanya kabisa kwenye maisha yetu wa Bantu wa Afrika wote. Kwa hiyo kuna vitu vingine kilisema hapa wazi nitakuwa nawaibia wao siri, lakini kinachotokea kule kitaenda kuzaa vita tatu ya dunia, ambayo vita tatu ya dunia wataangamizwana na nuclear, na ndio itakuwa mwisho wao na mwanzo wa utawala huu wa Wanaisraeli uliofika kwa muda mrefu. Babu, hivi vita nao kuja ambayo imeandikwa kwenye Ufunuo 18, kuna mataifa mawili ambayo yatapigwa nuclear. Na by the way, kuanzia tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka kesho, nadhani itakuwa imechachamaa vizuri kulingana na manabii, vitabu vya manabii wa Kinyiramba. Sisi kuna manabii wetu ambao walikuja Wajerumani wakachukua vile vitabu wakavichoma, kabaki kimoja. Sisi ni watu wa Efraimu, kikabaki kimoja, kitabu akishindwa kuungua. Walidai sasa hicho ni kitabu. Sasa tumechukua kwenye kopi za Ujerumani walivyokuja wakachukua mifaa Mkwawa nini, kuna vitu ambavyo vimebaka masuala, lakini sasa vibaka vimekatika vioni vizuri. Wanadai kuanzia mwaka tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka kesho hii vita ndio inachachamaa vizuri, ambayo vita inakuja ni kwa ajili ya msaada. Yani wao Wabantu watakuwa ifurahie, kwa sababu itamwangamiza Marekani, itamwangamiza hawa kina Netanyahu, alafu itajenga void vacuum ambao sasa Black America na sisi huku kila mmoja atajua kwamba kumbe sisi ni Wanaisraeli bro. Yani anapokuja Msukuma anajua kumbe mimi ni mtoto wa Rubeni, Mkuria anajua kumbe mimi ni mtoto wa Simoni, anakuja Masai anajua kumbe mimi ni mtoto wa Lawi, ni kuhani mkuu, anakuja Mchaga anajua kumbe mimi ni Mlawi wa Merari, anakuja Mnyakyusa anajua kumbe mimi ni Myahudi, anakuja nani tena mtoto wa tano ataje wote, watu wa Sudan kumbe watoto wa Sudan, wa Yoruba watu kumbe ni watoto wa Efraim, anakuja Neftali wa Nyaturu, wa Manyara, wa Rangi, wajua kumbe sisi watu wa Naftari, na tulichanganyana kidogo na wale wa Iran tulikuwa utumwando watoto wa Manyara. Wanakuja mtoto wa Saba Gadi, wa Haya, wana Wahutu na Waganda, maana jina lenyewe Baganda Uganda kutokana na Gadi. Asema kumbe sisi ni watoto wa Gadi. Anakuja Wapare, watoto wa nani anaitwa Asheri, kumbe sisi ni watoto wa Asheri. Wanakuja Isakari ambao ni Wanyamwezi, ukiachana na Wanyamwezi wanakuja Wayao, kumbe sisi ni watoto wa Isakari. Anakuja Zebuloni, Wazaramu hao, kumbe sisi ni watoto wa Zebuloni. Kuna hii theory ambayo uliniambia tunachokiona Israeli na machafuko yote haya ni kuelekea ule mwisho sasa ambao ulitabiriwa kwamba tutakuja kurudi sisi kama watawala. Kwa hiyo technically au somehow tufurahie kinachoendelea Mashariki ya Kati kutoka Afrika. Lakini kuna watu wanasema watu ambao watu ambao wana msimamo mkali wa kidini pale Israeli wanaona kwamba Netanyahu anachofanya ni kwamba anataka aharakishe kurudi kwa Masihi, kwa maana anataka Israeli ipambane na dunia nzima, kwamba anachokoza kila mtu anataka kumtukana Israeli hivyo hivyo kama ulivyosema, lakini lengo ni hili, wapigane na dunia nzima alafu Mwenyezi Mungu atashuka na kuwasaidia wao. By the way, haya ni moja ya mtazamo wa profesa mmoja wa Kichina ambaye yeye anahusika na hizi issue za psychohistory. Wewe kwa nini unaliona tofauti? Wako sahihi, wanakosea sehemu moja tu, wakidhani wale ni Waisraeli. Ukijua kwamba wale ni Waisraeli, unajua kabisa kwamba huo mstari wanaosema ambao wanasema ukweli, wanatumia yani ni verse ya Ezekieli, ni ukweli, lakini sio hao. Yani iko hivi, Israeli wa kweli ni sisi. Kweli hao tuna Netanyahu, mtashuhudia hichi kitu, msiniamini kwanza, watapigwa nuclear na Marekani pia itaangamia, Marekani pia itapigwa nuclear. Wazungu kwa ujumla watashuka wote, kama taifa litakuwa chini sana. Afrika na Waafrika watapanda juu na watajijua kama Wanaisraeli. Baada ya hapo, hayo mataifa ambayo yamewapiga nuclear wa Marekani na Waisraeli, hao sasa hivi kina Netanyahu, watashangaa, maana makadirio yao ni kwamba wakimwangamiza Marekani na Israeli, wao watakuwa ndo super power. Mfano China, Mrusi nini, ndo wanavyotegemea wao. Lakini kitakachotokea ni cha ajabu sana, kwamba watakavyomwangamiza mzungu na Marekani watagundua kwamba wamefungulia mlango wa Afrika. Kumbe hao Afrika sio wanyonge, ni kwamba kuna mlango umefungwa na fungua nayo nani? Marekani na mzungu.
maana hao ndo waliochukua utawala, utumwa. Hao Wachina na Warasia hata wakujaga kuchukua utumwa. Kwa hiyo watajikuta wanavyomaliza Marekani na mzungu wa Afrika, itakuwa sio taifa unaliona wewe kaka. Mzaramo utakuwa juu kama Mzaramo atajua kama Mzobuloni. Sijui hawa, sijui wewe ni kama Mlawi, sijui wa Makonde ni kama watoto wa Manase, Wabena ni kama Benjamini, Wanyakyusa kama Wayahudi. Yaani haya majina ya makabila watu watakuja kwenye majina makubwa. Na ndugu zetu wa Marekani watakuja kuungana na sisi, itakuwa ni kitu cha kutisha kidogo. Ni taifa kubwa takatifu la Mungu aliochagua, ile Israeli kwenye Biblia. Watafikiria kwa nini tusiwapige sasa hawa nuclear? Ndio hao wanaosema hao hicho. Sasa wao mataifa yatataka kutupiga sasa nuclear na wao. Kipindi hicho sio sasa hivi. Sasa hivi vita itatugusa kabisa. Na kwa makadirio ya tafiti za kinabii ni kwamba hii vita sasa hivi Marekani ifike 2033 itakuwa imemalizwa. Marekani pamoja na wao Netanyahu watakuwa wameisha tu hao 2033. Sasa hao itakuwa na miaka 7, yani miaka 33, miaka 2033 ni makadirio ya mbali, inaweza ikawahi lakini haiwezi kazidi hapo. Baada ya hapo sisi tutakuwa taifa kubwa, litatisha. Taifa kubwa lote linatisha taifa makubwa mengine. Wataka kutufanyia si hujuma, wataungana tena kama walivyomaliza Marekani. Kwa sasa hivi ni marafiki zetu, lakini muda huo watabadilika. Hao kina Ibrahim Traore wachukulie poa, lakini baadaye wanajenga movement kubwa zaidi ya watu wanaowasaidia sasa hivi. Then Afrika itakuwa a very powerful nation. Wataka kutuangamiza, itashindikana. Ndo Yesu anarudi. Yesu anavyorudi sasa ni 2040, baada ya, kwa makadirio. Sasa mimi natumia makadirio, sio kwamba mtu aseme kwamba nimesema ndo hivyo, hapana. Ninachosema ni kwamba makadirio ya muktadha wa muda wa ile hesabu wanaotumia wao kusema Netanyahu anaharakisha ni kwa kudhani Netanyahu ni Muisraeli. Ingekuwa Netanyahu na Israeli kweli, hayo mahesabu yao na wao ni sahihi. Kwamba wamesema kwamba Netanyahu anafanya hivi ili harakishe Yesu kurudi. Ni kweli, Yesu hawezi ruhusu na Israeli wa kweli waangamie. Na ujio wa Yesu na ukuja ni anarudi ili kuokoa na Israeli. Hiyo ni ukweli. Kwa hiyo atarudi kutokoa sisi. Kipindi hicho sisi tumekuwa wakubwa, sio sasa hivi kwa kuwa tuna Netanyahu ndo anapokosea kwa kudhani hao na Israeli. Lakini pia hao mfano Jesma na hao school of wale wa Islam kidogo, wao wana muktadha tofauti kidogo, kwa sababu kwenye kitabu chao wao wanaamini tofauti kidogo. Sasa kwenye utofauti huo bado Yesu atarudi, lakini hata wao wanakosea sehemu moja kwa muktadha wetu sisi. Wao wadhani Yesu atarudi afu baadaye ataishi afu atakufa ili kila nafsi onje mauti. Lakini sisi tunachokisema ni kwamba si ajabu kaka, hata wewe hapo unavyoongea si ajabu onje mauti tena, kwa sababu watu hawajui kitu. Kipindi cha nyuma ya gharika la Nuhu watu walikuwa wanaishi miaka 1000 na 1000, yani hamna lizidi 1000, lakini miaka 900 mpaka moja ifika 970 nadhani Methuselah. Sasa ile miaka ilifupishwa baada ya gharika. Sasa atakavyo baada ya Marekani kuangushwa na nuclear na hawa wa taifa la wazungu kurudi na sisi kurudi, uhai unarudi kama kipindi cha nyuma ya gharika. Watu wataishi miaka 900. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya, atakaoishi miaka 100 atakuwa ni mtoto mdogo tena, atachukua kama mbona kafa njiti huyu, analaana nini? Kwa hiyo hiyo ndo miaka. Yaani sajabu ndo maana nakwambia sasa hivi mtu kama wewe kijana ambao ataelewa hii neno maandiko vizuri, kuna probability kubwa kuna watu wengi wanaishi hapa duniani hawataonja umauti tena. Kwa sababu baada ya hapo, baada ya huo muda atakuja Yesu. Yesu atakapokuja kuokoa na Israeli ambao sio wakina Netanyahu, ni sisi hapa. Yeye akija lazima aishi atawale miaka 1000. Ndio ukisoma Ufunuo kuanzia 21 ni utawala wa miaka 1000 wa Yesu. Yesu lazima atawale miaka 1000 hapa duniani ili approve kwamba isije kuwa unaonea wanadamu. Lakini kumbe sajabu binadamu lazima utawaliwe kwa nguvu hizi za kina Marekani na Netanyahu. Isije kuwa Mungu anakosea tu wanadamu kudhani kwamba eti wao unatakiwa muishi kwa haki. Si ajabu kumbe haki haiwezi tawala dunia. Si ajabu kumbe watakiwa binadamu watawale kikatili. Sasa Yesu lazima aje approve kwamba you can rule the world by the Torah na kwa kufuata sheria za Mungu. Atatawala kwa miaka 1000. Okay. Hiyo yote uliyoyaongea ni kutoka kwenye theology, muktadha wa theology au mtazamo wa theology, maandiko ya kidini. Lakini tukija kwenye uhalisia ni kwamba kuna watu kila upande unaamini tofauti tofauti, na hii tunazungumzia dini tatu tu. Kuna upande mwingine ambao wanaamini tofauti. Kwa mfano sasa hivi Yesu alikufa, aliondoka akiwa kwenye era ambayo tulikuwa tujabuni bunduki, kwa tuna mabomu ya nuclear. Akirudi manaki hizi silaha zitafanya kazi, atawezaje kututawala? Okay, imeandikwa vizuri. Imeandikwa vizuri sana. Kwanza ni moja ya sababu
Okay. Nakueleza kwa sababu ni kitu cha future. Wewe ni mwanahistoria. Nakwambia hivi mimi ni mwanahistoria. Kama umeuliza swali la mbele, umeuliza swali la mbele kwamba Yesu atakavyokuja itakuwaje. Sasa swali la mbele kulijibu lazima nilijibu kwa evidence ambayo imeandikwa. Iko hivi. Okay. Hao wakina Netanyahu na hizi nyuklia zao ndo moja ya ujue, kuna nguvu tatu. Kuna nguvu ya pesa, nguvu ya jeshi. Wewe umeongelea nguvu ya jeshi. Na kuna nguvu ya Mungu ambayo kwa muda mrefu watu hawajaiona. Ambayo alionyeshaga mara mwisho nadhani hata Yesu alipokuja kufanya mazingaombo, alafu kuna Farao. Unajua Farao alitumia nguvu na usema wewe, alikuwa na silaha zake, alafu akaja Musa. Anajiuliza sasa, jamani Musa, hivi mimi nina silaha zote, wewe una nini? Musa na fimbo tu. Sasa ile ni nguvu ambayo lazima ithibitishwe. Sasa hicho nacho inakuja nguvu ya tatu. Maana sasa hivi zinazotawala ni nguvu mbili, ya pesa na jeshi. Na swali lako wewe limejikita kwenye nguvu ya jeshi, itawezekanaje? Itawezekana kwa nguvu hiyo ya tatu ambayo Musa aliprove nyuma kumwangusha. Umewezaje kuangusha dola ya Farao kubwa yenye majeshi makubwa, yenye chariots, yenye kila kitu, kutumia tu bahari, kutumia sijui fimbo, anafanya hivi, unabadilisha maji sijui anakuwa mekundu, sijui chura, unapigwa na majipu, mapigo ya ajabu ya kijinga ambayo kwa muktadha wa akili sasa hivi duniani huwezi make sense. Sasa ile ni nguvu ambayo lazima itakuja kushinda nguvu ya jeshi. Ndio nguvu hiyo hapo. Kwa kujibu kwa haraka. Okay. Lakini pia ukifuatilia, wewe ni mwanahistoria, naongea na wewe haya mazungumzo sababu wewe ni mwanahistoria. Ukifuatilia pia issue kwa mfano ya kusema wana wa Israeli waliondoka na Musa kutoka Misri, ni story ambayo huwa inathibitishwa kwenye Bible tu, lakini kwenye story nyingine zote za Misri hakuna sehemu imewahi kurekodiwa kwamba kuna wakati kulikuwa kuna migration kubwa ya kutoka Misri kwa pamoja. Sasa kuna story kama hizo ambazo tunaambiana eti kabila la watu 12 walikuja wakazaana afu baadaye wakaweza kuchukuana. Wewe mwenyewe hapo unaweza ukachukua ndugu zako wote ukawahamisha ukaenda nao Nigeria leo? How can you do that? So kuna hiyo huo muktadha, unaona it makes sense. So rudi kwenye jinsi ambavyo mnaitazama mwisho wa dunia. Nadhani unafahamu kwamba sio mara ya kwanza watu kusema kwamba mwisho wa dunia utafika, kwa sababu kabla ya Marekani miaka 81 nyuma tu kulikuwa kuna Mjapani. Kabla hapo kulikuwa kuna Mjerumani. Then hatujamweka mzungu ambaye ni Mwingereza alikuwa pale anatawala dunia. So ni kipindi ambacho ngome huwa zinaanguka. Kabla hapo ndo unarudi mpaka Warumi nyuma yao mpaka unarudi kwa Waashuru wa Syria. Hivyo. So don't you think kwamba ni sehemu tu ya mtakato wa binadamu wa ngome kubadilika, kwamba Marekani ataondoka kwenye superpower, ataingia mwingine na maisha yataendelea? Kweli mnaamini Mungu anaweza akawa ametupendelea watu fulani, yuko sehemu anatusubiri siku moja aje arudi, sijui afanye nini, anatujali kwa nini hatujali? Okay, nimeongea vizuri. Kwanza hakuna mwisho wa dunia. Hata mimi atuseme mwisho wa dunia, tunasema utawala, ufalme wa Mungu kufika duniani. Ndio maana wanakusaliji kwamba ule ufalme wa Israeli ule, kipindi kile kuna ufalme wa Daudi alikuwa ndo na Sulemani alitawalaga akawa ufalme tajiri. Ufalme wetu sisi sasa utakuja baada ya huwa Marekani wazungu kuanguka. Wazungu wa China na wa Rusi wanapanga foleni, wanadhani wakimpiga Marekani hiyo nuclear ni zamu yao kwa muktadha hiyo. Ila kitakachotokea cha ajabu ambacho hichi mnasema kabisa msiniamini, lakini kitatokea baada ya wao ni sisi. Kwa mantiki hipi? Ujue watu wana Biblia. Hii Biblia ni kitabu cha kihistoria. Nitajibu na swali lako la migration ya Musa, lakini nikujibu kwenye hiyo ya mwisho wa dunia. Hii dunia ina mwisho. Mungu akuumba dunia yake aje kuifikisha mwisho. Hapana kitu kama hicho. Kwanza ukijenga kitu hapo aje ukiharibu, maana ulifeli wewe kama plana. Kwani ulikiumba sasa? Sio failure ya sisi by the way, ni failure aliyotuumba. Lakini yeye anachobadilisha ni kubadilisha utawala. Ndio maana nasema ufalme wako uje. Wanaosali baba yetu wote, hamna mtu anasali siji kusema kama wanavyosema Wakristo kwenda mbinguni. Sisi hatuongelee kwenda mbinguni, tunaongelea kwamba watu wanatakiwa watambue wana jukumu la kufanya ufalme wa Mungu uje utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Ndio maana kuna ufufuo, kwa sababu kama kuna ufufuo kwa nini kuna kwenda mbinguni? Maana unafufuliwa ili nini kama ushaenda mbinguni? Sasa kama unaenda mbinguni kwenye theology fulani, unafufuliwa ili nini? Maana kusafuliwa duniani. Yeah, make sense. Nilimuuliza hili swali bwana Trisi, ni mmoja wa producer Bele 9, niliongea naye kwenye hii session, nikamuuliza, aliniambia na yeye nimesikia watu wengi sana wanasema siku za mwisho zinakaribia. So nikamuuliza, hivi Yesu akirudi
atakuja kuishi na sisi hapa au ataondoka na sisi? Yes. Akasema tunapewa miili mpya, tunaondoka. Ngambia tunaondoka tunaenda kufanya nini wakati ndio eneo hili? Kwa sababu Wayahudi wanaamini Masihi akirudi anakuja kutengeneza hapa tuishi vizuri. Hivyo hivyo na Wairan, Waislamu wengi wanaamini pia akirudi anakuja ni hapa ndio panakuja kuwa pazuri. Na sisi pia tunaamini ni hapo. Ni hapa sisi wa Sub-Sahara Israelites. Sisi sio dini research, lakini maandiko. Umetaja watu wenye maandiko wote. Umetaja Waislamu wanajua maandiko na Qur'an. Umetaja Wayahudi wanajua maandiko. Maandiko yote ndio anachosema. Hakuna andiko, maana maandiko yanaishia wapi? Ni Ufunuo 22. Ufunuo 21 Yesu anatawala miaka 1000 duniani. Yerusalemu mpya, Yerusalemu inajulikana ile pale. Alafu Yerusalemu kuna majina, mageti yake yote yameandikwa ni majina ya wana Israeli. Ndio maana nasema ni ufalme wetu sisi. Yesu alipofufuka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nadhani Matendo ya Mitume ile chapter 1, ukifika kwenye 3 mpaka 10 pale sikumbuki. Swali la kwanza ukijiuliza, swali la kwanza ambao wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu alipofufuka ni hili: Bwana, ni lini utarudisha ufalme wa Israeli? Yaani alipofufuka Yesu akajua ndio sasa hivi ufalme unakuja. Hawakuona amefufuka wakasema Bwana, tunaenda mbinguni? Hapana. Yaani hakuna mtu anaosoma Biblia kwa mantiki ya kiakili, achana ile kuambiwa kidoctrine makanisani au nini, anaweza kuambia masuala hayo ambayo watu wanasema ya kwenda mbinguni. Mbinguni ni sehemu ya Mungu, ni makazi ya Mungu, ambao ndio maana nasema mwisho wa siku. Sasa hii ni theology ngumu, najua italeta mchanganyiko, na mimi ninachosema ni kwamba maandiko yanachosema kwamba wewe kwenda mbinguni unaenda kufanya kwanza nini? Unasema wanaimba paka milele. Hivi bro, kuimba milele ni kazi nzuri? Unaona? Sasa kweli ongea kitu kimoja hapo. Kuna mimi mmoja nilikutana naye kwamba wewe leta uvivu tu duniani, ukienda mbinguni ni kuimba na kusifu, hamna kukaa. Yaani hiyo ni theology ambayo waletewa ili kipindi hiki cha laana zetu Afrika, ili watu wasitafute utawala, wasitafute ufalme wa Mungu. Maana ufalme, bahati mbaya, ufalme ni kitu cha nguvu, ni kitu ambacho kinatia wanatakiwa hata kwenye sehemu bosi wawe wachache, wanaojua ya mambo ni wachache, wanaitwa elites. Sasa the masses au majority hawatakiwi kujua hichi kitu, wanatakiwa waishi kwa hopes, alafu waishi kwenye shida zao, wazikubali na wazipende, kiasi kwamba watu wanapenda umaskini kama umaskini ni baraka. Yani namna tu ya condition watu. Lakini umaskini haina laana, na Mungu anapomrudishia mtu baraka zake, ambazo baraka ameanzia kwenye Ufunuo 28 kwenye upande wa baraka Mwanzo mpaka 14. Utajiri mmoja wa baraka. Mpaka alimpa utajiri mkubwa sana nani huyu? Abraham. Na alisema sababu ya kumpa utajiri, akamwambia nakupa utajiri ili ulifanye imara agano langu. Kwa hiyo Mungu akikubariki ni lazima pia akupe na nyenzo za kukufanyia imara agano lake. Unamaanisha Suleiman? Abraham pamoja na Suleiman. Yes, hata Suleiman, lakini pia Abraham alikuwa utajiri wa mang'ombe mengi. Utajiri, yani umasikini kwa theology umekuja kutengenezwa tu sasa hivi. Mwanadamu yoyote hastahili kuwa maskini, kuteseka. Inafika mbali hata hastahili kufa. Maana Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele. Na aishi wapi? Bustanini, kwenye sehemu aliyoiandaa, hapa Eden, hapa kwenye ardhi yake. Kwa kufuata utawala gani na sheria gani? Sheria za Mungu. Hiyo ndio original plan na hiyo ndio final end plan. Kinachotokea sasa hivi ni kwamba utawala uliopo ni ambao upeleki ufalme wa Mungu mbele. Ndio maana ni rahisi sasa hivi kusikia mashoga wanapata haki zao, wanaweka vizuri, unasikia watu wengine wanatetea vitu vya kijinga tu. Familia sasa hivi imekuwa ngumu, hata ndoa tu imekuwa ngumu. Mtu anaweza akaacha ndoa yake kirahisi, akaamini kitu poa tu. Akati Torati au sheria za Mungu anatetemeka akisikia watu wanaachana wale kubaliana kwamba umefunga agano mtakuwa kitu kimoja. Yaani inashindikana hata Mungu kwenye plan zake zote katika kitu ambacho Biblia imekosa jibu ni divorce hata. Yaani vitu kama hivyo. Kwamba sasa itakuwaje? Au watoto watalelewa? Yaani Mungu alivyoangalia hii dunia alivyoumba mwanzo kwenye Eden, Adam na Eva, alikuwa na simple plan hapa duniani. Sisi ndio tumecomplicate mambo hasa kupitia mabavu. Ndio maana yeye lazima alete utawala wake. Lakini alitumia akili sana. Alichagua watu ambao watakuja kutawala, ambao ndio unaona si wanaitwa Wabantu, wana Israeli. Tumechaguliwa nini? Kuchaguliwa sio kwamba eti wengine watapata nafasi, hapana. Hawatakuwa watawala. Ndio kilichoandikwa kwenye Yoeli, sikumbuki vizuri, lakini imeandikwa kwamba hao wengine wote watakuwa ni chini ya sisi. Ndio ile uteule, ule uteule sio kwamba wengine hawataishi.
Kwani sasa hivi sisi tunaishi, Waafrika tupo kwa nafasi gani? Nafasi ambayo hata kwenye Umoja wa Mataifa Security Council hakuna mwakilishi, hauna veto, una cha kuongea na wao, ndio watakopo hivyo kwamba mpo lakini hamna veto. Ndio maana uteule, sio kwamba hawapo, wataishi lakini chini yetu. Sisi ni uzao mtakatifu, uzao uliochaguliwa na Mungu. Tena wewe kakaangu Mmasenyi ni makuhani, wewe utakuja kushangaa nafasi yenu, lakini utakuja kunielewa. Tena nitaja haraka kabla wengine makabila mengine asishindwe kujijua. Maana niliutajia tu Rubeni haraka ni Wasukuma, Simoni wa Kuria na Wakisii, Lawi nyinyi ni wa Masai, pamoja na Walawi kupitia Kohathi ambao kupitia Merari ni Wachaga na Wameru, kupitia Gershoni ni Wagogo na Wahehe, Yuda ni kupitia Perezi ni watu na Burkina Faso na West Africa wa Igbo na nchi nyingi za West Africa ambao wengi pia wako Marekani weusi wa ndugu zetu mpaka Jamaica kule wote, yani Marekani yote wa blacks na wengine waliopeleka Uingereza kupitia transatlantic slave trade. Alafu anafuata Zera, mtoto mwingine wa Yuda ambao ni Wayahudi wengine ambao ni Wazulu, pamoja na wa Swaziland, pamoja na wengine wanaitwa wa Xhosa wakina Mandela. Alafu wanafuata wa Sheila ambao Sheila ndo hawa wa Malawi wanaitwa Wangonde, Wanyakyusa, Wakinga, Wasafwa, na kuna wa Lesotho wa Botswana, na Kenya kuna kabila linaitwa Waluya. Ukija kwa mtoto wa 5 anaitwa Dani ni wa Sudani. Wa 6 Neftali ni Wangoni, Wafipa, Wanyaturu, wa Manyara, Warangi, Wambulu. Ukienda mtoto wa 7 anaitwa Gadi ni Wahaya, Wahutu, Waganda, Wabaganda au nawasikia wote. Wandebele wako South Africa. Kuna pale Zimbabwe pale. Ukisikia kuna Asheri ni Wapare, Wapare Wakamba, Wasambaa, Wataita, Wasagara, Wagwenu, hawa ni Washeri. Ukisikia mtoto wa 9 anaitwa Isakari, hawa ni Wanyamwezi, mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Tena hawa walikuwa kwenye kipindi cha ile kipindi cha long trade za Africa, distant trade za Africa, walikuwa ni Wayao, Wanyamwezi na Wahausa. Walidili sana kwa hiyo na hata jina lao Wanyamwezi ni watu wenye utambuzi kama alivyoandikwa Isakari. Mwezi Wanyamwezi, mwezi kwa kutumika kwa ajili ya utambuzi, ndio wabeba kwenye kabila lao. Mtemi wao anaitwa Chifisike. Ninatoka na Isakari, ndio wao kinafundikira Isike kutoka kwa mtemi Isike. Ni Isakari ule wa Biblia. Hao ni Wanyamwezi, naenda Wakuma, Zebuleni, Wazaramo, wa Shirazi, au watu wa pwani kwa jumla. Wa 11 ni watoto wa Yusufu sasa ambao tumegawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza ni Waefraimu ambao ni Wanyiramba, Wazanaki, wakina Nyerere. Ndio maana Nyerere aliweza kupigania Afrika nzima. Yusufu alikuwa haki ya mzaliwa wa kwanza ambao alipoteza Ruben. Alafu kuna Wajaluo, alafu kuna Waefraimu wengine ambao ni Watutsi, Wanyankolo, wakina Museveni wale. Ndio maana watu wa Barack Obama mwenyewe ni Mwefraimu, ndio maana aliweza kutawala Marekani. Ni damu ya Yusufu ile, isingewezekana ile pale. Haya, Manase ni wa Makonde na wanajina Makua, Waluguru, wanarithi sana upande wa mama hawa. Very matrilineal. Waluguru, Wakwere, wakina Kikwete hawa, wakina Wandengereko, hawa wanaitwa Manase. Alafu Benjamini ndio watoto wa mwisho last born ni Wabena wanasikia. Alafu wako wakina wengine wako Benin. Kuna wengine wako Gabon. Na wana tabia moja, hata Benin watu wajua wanadhani kuna ile Great Wall of China, wanadhani kubwa eti ni ile ya China. Hawajaenda Benin. Benin kuna Great Wall ya China inakaa. Kwa sababu hekalu la zamani kulikuwa linajengwa kwa mawe mapandana vile hekalu la Yerusalemu. Sasa Yerusalemu ilikuwa mpakani wa Yahudi na Benjamini. Walikuwa na ule utamaduni. Pia iko kwenye mapango ya Mapungupwe na Great Zimbabwe, Great Wall of Zimbabwe, wanahistoria wanajua. Wamekuta hadi sasa hivi kuna zile walls, stone walls. China Great Walls hamna kitu kabisa kulinganisha na za wanao na Benjamini. Kwa hiyo mimi nimalize tu kwa kusema hayo ndugu yangu. Nyie ni wana Israeli. Naamini msiamini kaka. Nafasi ya Afrika na ukuja ni kubwa sana. Kidau, naomba tuishie hapa kwa sababu nimegundua una madini ya kukuleta studio. Tuongee kwa urefu zaidi. Na kitu kimoja ambacho sijui kuhusiana na ulichosema na ukweli wake, lakini make sense. Na ndicho ambacho natamani kiongea na mtu. Nashukuru kaka. Sifa zote na utukufu kwa Mungu wetu. Endelea kufanya hiyo kazi mwanangu, inakufaa sana hiyo kazi. Inakufaa sana. Nashukuru kaka Mlawi. Pamoja nakubali sana wewe, kila laheri bana, kazi yako unafanya madini ndio yani tunaisikiliza sana. Yani kwa sasa hivi media ambao watu wenye make sense wanalazimika kuisikiliza. Kaka yako mimi niseme namba 1. Serious, honestly speaking.
Big up sana. Live na G.